Kwanza namshukuru Mungu wa haki kwa maamuzi yote mawili yaliyofanyika hapa Babati Manyara. Uamuzi wa tarehe 28 mwezi wa 8 uliofanywa na Jaji Kamuzora Devota, ambaye yeye alifanya maamuzi makubwa mawili katika maombi yetu ya awali ya kufungua kesi ya mapitio ya kimahakama kwa maana judicial review. La kwanza, alitukubalia kwamba tuna haki ya kufungua maombi ya mapitio ya kimahakama kwa maana judicial review, na tukapewa siku 14 kufungua hayo maombi ya kupinga uamuzi wa msajili. Kwa huo ni uamuzi wa kwanza mkubwa uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 8. La pili, akatukubalia vile vile ombi letu la zuio la muda, temporary injunction, kwa uamuzi wa msajili wa tarehe 27 mwezi wa 5 wa kutotambua uthibitishaji wa uteuzi uliofanywa na Baraza Kuu la tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 wa kumthibitisha katibu mkuu, manaibu katibu wakuu bara na Zanzibar pamoja na wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa. Kwa hiyo jaji akaweka zuio la muda dhidi ya utekelezaji wa huo uamuzi wa msajili, ambao vile vile uliambatana na msajili kusitisha kuleta ruzuku kwa Chadema. Kwa jaji akausimamisha huo uamuzi. Na uamuzi sasa wa leo, baada ya kuwa tumefungua kesi ya msingi, sasa tumewasilisha maombi ya mapitio ya kimahakama tarehe 10 mwezi Septemba. Leo sasa, kama ambavyo nilishaeleza kwa muhtasari kwamba ilikuwa tuanze kusikiliza, lakini upande wa serikali umekata rufaa, lakini ukatuwekea mapingamizi. Kwa uamuzi wa jaji wa leo vile vile, Jaji Nenelwa kuamua kwamba hajakubaliana na upande wa serikali wa kuondoa maombi yetu mahakamani, bali amekubaliana na hoja za upande wa mawakili wetu wa kuahirisha ili shauri mpaka hilo jambo lililoko mahakama rufaa litakapomalizika au atakafuta notice. Uamuzi nao ni uamuzi wa kumshukuru Mungu na wa kupongezwa, na nitumie fursa hii vile vile kulishukuru jopo letu la mawakili wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki, ambaye leo tumempongeza kwa kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Imekuwa kama zawadi kwake siku ya leo, ndio alikuwa kiongozi wa jopo. Lakini mshukuru vile vile wakili Tadei Lista, wakili mwenyeji. Tumshukuru vile vile wakili Samuel Welwel, ambaye vile ni mwenyeji na ni mwenyekiti wa kanda ya kaskazini, na tumshukuru vile vile wakili Nyaronyo Kicheere, ambaye yeye alianza kuanzia mwanzo shauri hili, lakini kwa sasa leo hayupo kwa sababu ya udhuru wa kufiwa. Na tushukuru jopo lote la mawakili wa chama likiongozwa na mwanasheria mkuu Rugemeleza Nshala kwa haya mapambano mpaka hatua hii tuliofikia. Tafsiri ya uamuzi huu ni nini? La kwanza, tafsiri ya uamuzi huu ni kuwa yale maamuzi ya msajili ya tarehe 27 mwezi wa 5 ya kutomtambua katibu mkuu, manaibu wake na wajumbe wa kamati kuu na kuacha kuipa Chadema ruzuku yataendelea kutekelezwa, yataendelea kutokuwa halali, yataendelea kufanyiwa kazi mpaka rufaa itakaposikilizwa au watakapoondoa notisi yao ya rufaa na kesi ikaja kusikilizwa hapa na mpaka shauri litakapomalizika. Jina naitwa wakili Tadei Lista. Leo kama mnafahamu kwamba tulikuja mahakama ya kuu kanda ya Manyara, ambako tulikuwa kwenye kesi ambayo ilikuwa inaendelea, kesi ya baraza la wadhamini chama cha demokrasia na maendeleo Chadema dhidi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Kama mnakumbuka, hii kesi ni matokeo ya ule uamuzi tarehe mwezi wa 8 ambako mahakama kuu ilitupa ruhusa kuleta kesi ya judicial review kwa ajili ya maamuzi yaliyofanywa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa hiyo yale maombi ya judicial review, maombi mama, tuliyafaili tarehe 10 mwezi wa 9 na leo yakapangwa kuja kusikilizwa. Sasa tulifika mbele ya mahakama siku ya leo, lakini kwenye majibu ambayo zote walikuwa wamewasilisha serikali, moja mambo ambayo ilikuwa kwenye majibu yao ilikuwa ni pingamizi maombi yetu kutosikilizwa leo, kwa sababu wamepeka nia mahakama rufaa, nia kukata rufaa dhidi ya uamuzi ule wa mwezi wa 8 Mheshimiwa Jaji Kamuzora wa kutupa ruhusa
kwa hatua hii ya pili ambayo tulikuwa siku ya kuja kusikilizwa. Sasa pale ambapo kuna pingamizi la awali, hamwezi kuendelea na kesi ya msingi mpaka mjadili kwanza ile pingamizi la awali na mnajipatia ufumbuzi. Sasa kimsingi baada ya majadiliano hilo pingamizi la awali ya kwamba tulikuwa tunakubaliana kwamba kimsingi kama kuna taarifa kwa rufaa mahakama ya rufaa, mahakama inakuwa chini kwa sababu mamlaka kuendelea na shauri. Hoja ikawa sasa katika mazingira ambayo mahakama haiwezi kuendelea kwa ile maombi ambayo tulikuwa shafaidi ambayo tulikuwa tunasikiliza leo, position inakuwaje? Sasa upande wa serikali ulikuwa na hoja kwamba kwa sababu notice imefailiwa mahakama ya rufaa, basi maombi yetu haya ambayo tulikuwa kusikizwa leo ilikuwa yaondolewe mahakamani, yakisubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa au wao kiondoe notice hiyo taarifa kata rufaa. Lakini sisi kwa upande wetu tukawa na mtazamo mwingine kwamba hapana, mahakama inapaswa kuondoa hayo maombi. Mahakama inapaswa kuahirisha hayo maombi. Kwa kisheria tunasema na lugha tunatumia inakuwa John sine die, yaani unaahirisha yakisubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa au hiyo taarifa kata rufaa inapokuwa imeondolewa. Kwa baada ya majadiliano kwenye hoja hizo mbili tukamaliza, baadaye mahakama ikapanga muda mchana kutoa uamuzi, na mchana huu kupitia jaji Nelo Mwihambi mahakama imetoa uamuzi kwamba imekubaliana na position upande wetu kwamba katika hayo mazingira huwezi kusema unaondoa hayo maombi, isipokuwa hayo maombi yanapaswa kuahirishwa mpaka kusubiri hizo hatima ya mahakama ya rufaa. Kwa tupokea uamuzi, na kwa msingi huo sasa ni kwamba maombi yetu yale ambayo ilikuwa tuyasikilize leo yameahirishwa na mahakama yakisubiri hatima ya hiyo rufaa ambayo Jamhuri imeipeleka kwenye mahakama ya rufaa, au kama itafika mahali watahukumu ondoe ni hapo kwa rufaa, basi atarudi Babati kuendelea na hiyo kesi yetu ambayo tulikuwa nayo. Asanteni sana. Amina. Shukrani sana.